Fuata ni kwamba ni changamoto gani ambazo zinajitokeza mara nyingi katika usambazaji wa nyaraka mahakamani? Kuna changamoto ya kwanza ambayo kama nimeizungumzia hapo kwamba kuna watu wanaficha, yani mfano mdai anafanya taratibu za kuonesha kwamba mhusika hayupo. Na wakati mwingine au wadai na wenyewe anajua labda kesi yangu sina nguvu sehemu fulani. Kwa hiyo anakuwa na hali hiyo. Lakini changamoto ya pili ambayo ni ya msingi ni hiyo sasa, kwa wale ambao wanawajibika wa kusambaza zile nyaraka, kufuata zile taratibu ambazo zinatakiwa zifuate. Wewe hupo hapa maeneo ya Radio Standard, VETA huko. Unampigia simu mtu labda anakaa Mwaja huko ndani. Unamwambia njoo ofisini, kuna summons yako. Nani anayekubali kwenda mahakamani? Sijui unanielewa, lakini kama mtendaji wa mtaa atatoka kwenda nyumbani kwa mtu, ni vyepesi huyu kusaini ile summons kuliko unavyompigia simu aje nyumbani. Ndio maana tuna sasa hivi tunashawishi kwamba watu wawatumia watu wa court process server, kwa sababu court process server yeye jukumu lake ni kutoka pale alipo kwenye ofisi yake kwenda nyumbani kwa mhusika kwa ajili ya kuja mmojawapo ili awapatie nyaraka. Shida iliyokuwa inatokea kwa kipindi hicho sasa ni kwamba zile taratibu zilikuwa zikamiliki, kwa sababu utaratibu uliopo ni kwamba summons akipewa mdai anatakiwa moja kwa moja aipeleke kwa mtendaji wa kijiji au mtendaji wa kata au mtendaji au mwenyekiti wa serikali ya mtaa au wa kijiji. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, wajibu wake ulikuwa ni kwenda kumfuata mhusika nyumbani kwake ili aweze kumpatia ile hati ya wito. Lakini kwa taratibu hapa katikati tulikuwa tunaona watu wanawapigia simu wale wadaiwa waje ofisini apokee wito, wakati watu wengine wanaogopa hata kwenda kwenye ofisi za vijiji. Matokeo yake zile taratibu zinakuwa zimekiukwa. Sasa kwa uwepo hawa ambao ni wahusika katika kusambazaji wa nyaraka, maana yake yeye atawajibika moja kwa moja kwenda kuipeleka kwa mhusika, na ikitokea kitu chochote ambacho kipo kinyume na sheria, basi yule msambazaji nyaraka yeye atatumia nafasi yake ya kuandaa hati ya kiapo kuthibitisha kwamba alipeleka ile hati ya wito kwa mhusika na mhusika labda amekataa au amesaini. Kwa hiyo kwetu sisi inakuwa ni vyepesi kuendelea na taratibu zingine. Ishu kubwa iliyokuwa katika hao viongozi ambao tunawazungumzia ni ucheleweshaji wa usikilizaji wa kesi, kwa sababu wakati fulani wanafika sehemu na wenyewe wanakuwa na majukumu mengine. Unamfuata labda kaitwa kwa mkurugenzi wake, unamfuata labda hapo kuna kikao cha kijiji, unamfuata ipo. Kwa hiyo taratibu zile mpaka kwenda kumfikia mdau mnajikuta mmechelewa. Mkija kurudi anakuambia tumeshindwa kumpatia kwa sababu ya 1 2 3 4. Tofauti na itakavyokuwa tukifuata utaratibu wa kusambaza nyaraka. Lakini ile nyaraka iweze kumfikia mdaiwa, kuna utaratibu wa kisheria ambao umewekwa. Ndio tuliokuwa tunayetakiwa kusambaza kisheria ni mtu ambaye anaitwa msambazaji nyaraka, ambaye kwa lugha ya kisheria sisi tunamuita court process server. Ndio anawajibika kwenda kumsave yule upande mwingine. Lakini kutokana na mazingira tuliokuwa nao Singida na kutokana na uhaba wa hao watu, kwa hiyo tulikuwa tunawajibika moja kwa moja kuwatumia au niliowasema viongozi ili iweze taarifa kufika. Na wakati mwingine kama hakuna mgogoro sana, hata mhusika mwenyewe alikuwa anaweza kwenda kumpa summons yule wa upande wa mdaiwa, na hiyo ilikuwa inaturahisishia katika sasa. Lakini mwingine unakuta kwamba kuna vita kabisa, kwamba mtu akienda akaribia nyumbani kwa mtu kuna shida inatokea. Kwa hiyo inabidi atumie hao viongozi. Kwa hiyo mwenye wajibu wa kwanza kupeleka nyaraka kwa mdaiwa ni mhusika, lakini kwa utaratibu ambao umewekwa kisheria. Sasa kuna muda maalum unaotakiwa kufuatwa katika kusambaza nyaraka za mahakama. Inategemea kesi halisi. Of course kuna summons ambayo inatakiwa ndani ya siku 7 iwe imeshamfikia mdaiwa. Kuna summons ambayo ndani ya siku 14 iwe imeshamfikia mdaiwa, na kuna summons ambayo ni ya siku 21 inatakiwa ziwe zimefikia mdaiwa. Kwa hiyo itategemea na nature ya aina ya kesi ambazo tunazo. Yes. Haya, lakini pia njia zipi zinazotumika kisheria kusambaza nyaraka za mahakama kwa wahusika wa kesi? Yaani tunajua unatuma zile summons na nini, lakini wewe unafahamu zaidi hapo kwamba njia zipi sasa? Sasa kuna njia za kusambaza hati ya wito. Wakati mfano kwenye kesi za mirathi huwa tunatumia ili kuwajulisha wadau wetu. Tunaweza tukatangaza ile summons kuwajulisha wadau kwamba kuna kesi inaendelea. Wadau lazima watangaze kwenye gazeti. Lakini wakati huo
kuna njia ya kwenda kubandika kwenye mbao za matangazo, notice board, kwenye maeneo ambayo aidha marehemu alikuwa anaishi, au kuna sehemu ambazo au pamoja na sehemu ambazo tunahisi kwamba marehemu ana mali au alipofarikia. Kwa hiyo lazima zile sehemu zipate taarifa kwa mfumo huu. Lakini kuna zile njia ambazo za usambazaji wa hati za wito, kwamba mwingine anaweza akawa yupo mbali. Sasa hivi unaweza ukatumia hiyo njia inayosema ya process server, lakini bado hata na kwa njia ya mtandao, email tuseme, mtu anaweza akatumiwa kama ni official na mtu anajulikana. Na bado kuna aina nyingine ambayo sasa ikishindikana kabisa hizi processes za kawaida, hiyo tunasema ni njia mbadala sasa, kwamba huyu kakataa, basi tunaenda kumbandikia nyumbani kwake ili ajue kwamba kuna kesi inaendelea. Ndio hapo tunaposema kwamba ni muhimu kuwatumia watu wa process server, kwa sababu wao wanajua kwamba tumeshindwa njia ya kawaida, basi twende kwenye njia mbadala ambao watakuja kueleza na viapo vitaletwa mahakamani kuthibitisha mfumo kwamba summons imefikia muda. Sawa. Sasa kwenye huo usambazaji, iwapo mtuhumiwa kwa maksudi hataki ama hapatikani, tunafanyaje hapo? Ndio ile process, kuna kama hataki au hapatikani, summons mara zote zinaenda nyumbani anapoishi nani mdaiwa. Na wakati fulani unaweza ukatumia hata process ya kutangaza kwenye gazeti, lakini cha kwanza lazima iende nyumbani anapoishi mdaiwa. Anaweza akapatiwa mke wake au mtu yoyote ambaye yuko kwenye family. Na itatua ya pili, ikionekana imeshindikana kwamba hizo zimefanyika, basi tunaenda kubandika nyumbani kwake, kwamba tunaamini kwamba hata atakayekuwa anapita njiani ataona kwamba kuna summons imebandikwa, huyu anawajibika. Na wakati mwingine tunashauri labda huyu mtu ameonekana hapa nyumbani labda shida, basi pamoja na hizo process katangaze pamoja na kwenye gazeti, ili kusudi ya umma ujue kwamba huyu mtu ana kesi anahitajika mahakamani. Kwa hiyo hizo